ni dawa, lakini bado asali ni tiba. Kwa na pia unaweza kuwa unatumia kama kurefresh. Kwa sababu nimekuja kwenye Simba Day nikaja na kitu hichi ambacho kinaitwa asali ajili ya kwamba moyo wangu ukiwa una kiu nitatumia kitu asali, takunywa maji, moyo wangu utaendelea kulaini. Sasa hiyo asali na Simba hii ambao watu wanasema Simba ya sasa hivi papatu sajili papatu ni kwamba hii asali inamaanisha kwamba tunaenda kwenye Simba ya asali na maziwa. Nimebeba asali kwa sababu ndio inabeba maziwa na kila kitu. Kwa tuko kwenye Simba ile ya asali. Kwa sababu tuko kwenye Simba ya asali, tunatarajia mafanikio makubwa zaidi kuliko ni misimu yote iliyopita. Ile misimu ya miaka 5 ambayo tulihangaika, kwa kipindi hichi sasa tunaenda kufuta machozi kwa kipindi hichi cha Simba ambao tuko nayo kwa sasa. Umetokea mkoa gani? Mimi nimetokea mkoa wa Katavi, na kwa majina tu wengi wao wanapenda kuniita Katavi, kule wanapenda kuniita Kipeta, na ndio maana hata jezi yangu nimeprint Kipeta from Katavi. Mimi ni mshabiki, sio mshabiki tu ya hamna mechi ambayo sijaishuhudia hapa uwanja wa Taifa, na hamna mechi ambayo juzi kati nimetoka Unguja, nimetoka Pemba kuangalia fainali ya Azam. Kwa ni mshabiki ambaye natoka mkoani, kila ninapokuwa mechi kubwa lazima nipange ratiba ya kuja kukaa huko hata wiki au wiki mbili mpaka niangalie michezo yote ndio nirudi. Labda tu kwa sasa hivi, kwa sababu ukiangalia kwenye upande wetu wa usajili, jinsi gani tulivyosajili, mimi sioni wasiwasi. Hata napotupa nauli yangu najua kusema kwamba naenda kurudi na furaha, tofauti na ile misimu 5 iliyopita. Kweli niliwahi kuja kwenye zile goli 5 iliniuma, lakini tayari nilikuwa nimeshatumia nauli na nini, lakini bado mpira unabakia kuwa sehemu ya mchezo, matokeo huwa ni sehemu ya mchezo. Kwa nilirudi nikiwa nomo, lakini kwa sasa nachoshukuru Mungu, awamu zote hizi zinazokuja narudi kidogo na furaha. Zile 5 ulilia? Zile 5 sikulia, lakini nilienda naumia moyoni. Kwa nini hawajani prove kama nilivyokuwa natarajia? Kwa sababu hebu imagine natumia gharama ya zaidi $200 na $200 mpaka kuja kufika huko, kwa sababu ukiangalia ni kilomita 1400 kutoka Mpanda mpaka Dar es Salaam. Kwa hiyo unajikuta umetumia basi karibuni 3 mpaka uje ufike hapa, au kama umepanda moja kwa moja basi iwe pleshe ambao ni usafiri wa uhakika. Lakini sasa unatumia gharama nyingi, chakula cha gharama, mpaka unakuja kukaa loji, unajikuta labda umekaa siku 5. Kwa hiyo gharama, hapo unakuja unafungwa goli 5. Imagine unaona jisikiaje? Kwa ndo maana kwanza mimi niseme kwamba Jeruti mimi namkubali sana kwa kitu alichokifanya. Imetuletea mashabiki kile kitu ambacho tulichokuwa tunakitaka, hususan upande wa jezi. Kaona kabisa kama mfadhili wetu, sisi wana Simba tunataka vitu gani? Sisi wana Simba tunataka vitu vilivyo bora, na ndio maana leo hii jezi yetu inafananishwa na jezi ya Bayern Munich. Ukiangalia hata uzi jinsi ulivyo unang'aa, yani unapendeza. Kwa ni vitu ambavyo Jeruti kaja kutufanyia hata washabiki wale wenye tuko mikoani tuendelee kuipenda Simba zaidi. Leo hii katuletea Elisa, ni vitu ambavyo vilikuwa vitarajiki katika nchi hii. Kwa ni vitu vizuri ambavyo wanaendelea kutufanyia. Leo hii watu wanasema wamemkosa sijui Pita nani, wamemkosa Pita Shaulile, lakini kwetu sisi kule Katavi kuna shule inaitwa Kashaulili. Kwa mimi namfananisha na shule tu, kwamba yule ni mtu ambaye tayari ameshasoma zake, kamaliza shule, basi amerudi nyumbani kwenda kupumzika, ndio karudi Yanga. Kwa sababu ukiangalia msimu wa mwaka 2023-24 alianza kwa kufunga magoli 9. Kwa hiyo uone jinsi gani mchezaji anavyoenda na drop. 2023-24 alianza kwa kufunga goli 9, akaja msimu wa 24-25 kafunga goli 6, 25-26 kafunga goli 3, na ndio maana hata na Mamelodi Sundowns wameona kabisa huyu mtu atufai. Sehemu halisi ya kwenda kutumia matunda yake ya mafao ni Yanga Africa. Kwa hiyo sisi hatuna wasiwasi kwa kipindi hichi. Sisi wana Simba tunalibase game, yaani ukiangalia wale mawinga wote wanazidi kumchanganya, hata Baka wanamchanganya anze na nani pembeni, anaanza Tiaula huku ana libase game, huku ana Kalisto, yaani kila anapotaka kupanga kikosi kwenye upande wa mawinga anazidi kuuliza kila siku kitu. Kwa mimi niseme kwa wana Simba ambao walioko mitaa Dar es Salaam ama pembezoni mwa Dar es Salaam, wajongee, waje waione Simba yao. Leo ndio siku ya Simba Day, kwao wasogee, waje kwa uhuru kabisa, wakija wakiangalia chama lao limejiandaaje, ili tuangalie, je, tunaenda kwenye Simba ya asali na maziwa au bado tuko kule kule kwenye kilio cha mama Boko cha kuingia uwanjani ajili ya kuwagombeza wachezaji. Asante. Yani una maana kwamba inaweza ikawa isiwe Simba ya asali na maziwa? Kwa usajili uliofanyika siamini kama itakuwa hivyo, kwa sababu anakuambia kusajili ni kitu cha kwanza, kuja kukupa kile kitu unachokitaka ni kitu cha pili pia. Lakini kwa wachezaji, maana sasa hivi hatusajili mabaunsa, tunachoangalia ni mchezaji anakupa nini. Ukiangalia
usajili uliofanyika ni usajili wa kiakili, sio wale mabouncer. Labda kuna wengine walikuwa vinyozi Saudi Arabia, lakini sasa hivi sisi tumesajili wachezaji. Ukimwangalia Crespo anakupa kile kitu unachokitaka, mtu anaingia anakati ndani ya box anafanya kila kitu, kwa anakofa kila kitu. Kwa ndo wachezaji ambao niseme kwamba kwa upande wa Simba na mwekezaji wetu Mo amefanya kitu kizuri, hajaangalia kwamba timu ya mchezaji body structure na nini, yani vyote hivyo hajaangalia. Kikubwa zaidi alichoangalia mchezaji anakuofa nini kwenye uwanja, kwa sababu ukisema kwa mabondia tukiwachukua hata wakina Dula Mbabe wakinatoa na wenyewe wana mili mikubwa kama wale. Kwa hiyo anachoangalia sisi ni usajili ambao utatuofa kwenye uwanja na sio nje ya uwanja. Kuna watu walisajili vinyozi